Alianza kama ndoa ya kawaida. Neema alikuwa mwanamke wa kawaida tu wa Tandale. Aliolewa na Juma kwa mapenzi ya moto. Mwanzoni kila kitu kilionekana kama ndoto, lakini baada ya miezi michache ndoto iligeuka kuwa gereza. Juma alitaka kila siku. Hakujali kama Neema amechoka, hakujali kama anaumwa, hakujali kama moyo wake umejaa huzuni. Kila siku ilikuwa lazima. Neema alijaribu kuongea, alijaribu kulia, alijaribu kujieleza, lakini Juma aliona ni haki yake. Polepole mwili wa Neema ulianza kuishiwa nguvu, lakini kilichoumia zaidi haikuwa mwili wake, ilikuwa roho yake. Alijisikia kama chombo, si mke, si rafiki, si mwenza, ni chombo. Siku moja alikaa peke yake ndani ya chumba chao, machozi yakimtoka kimya kimya. Hakukuwa na mtu wa kumwambia. Jamii ingeona ni jambo la kawaida, ni mume wako wangesema, lakini moyoni mwake alikuwa akifa polepole. Na ndipo akafanya uamuzi ambao hakuna aliyedhani angeweza kufanya. Alimtafuta mkunga wa kienyeji kwa hasira, kwa maumivu na kukata tamaa. Aliamua kushona uke wake, si kwa sababu ya chuki, bali kwa sababu ya kilio ambacho hakuna aliyesikia. Usiku ule ule Juma aliporudi kama kawaida yake, alikutana na kitu ambacho hakutarajia, maumivu ya kumlazimisha Neema kulia. Lakini mara ya kwanza Juma aliona hofu machoni pake. Umefanya nini? Umefanya nini? Umefanya nini? Aliuliza kwa sauti iliyotikiswa. Neema alimwangalia kwa macho mekundu. Nilikuwa nakupa kila siku, lakini wewe hukujali. Nilikuwa nakupa kila siku, wewe hujali. Chumba kilitulia. Mara ya kwanza Juma hakumuona kama chombo, alimuona kama binadamu aliyekuwa amejeruhiwa. Ukweli wa simulizi hii, kuna wanawake wengi wanaoishi kwenye ndoa zenye mateso ya kimya. Ndoa si ruhusa ya kulazimisha, mapenzi si matumizi ya mwili bila ridhaa. Simulizi hii si ya kushabikia uamuzi wa hatari kama huo, ni kilio cha kuonyesha maumivu yanaweza kumfikisha mtu kwenye hatua kata tamaa.